Wagonjwa 7 ambao wanatakiwa kuepuka kutumia supplement ya mwani ama kutumia mwani. Nadhani kila mmoja anafahamu kwamba mboga aina ya mwani ni moja ya mboga ambayo imeshika hatamu kubwa sana kwa upande wa Tanzania, ikiwa inasemewa faida nyingi. Kumekuwa na mboga ya mwani kwa sasa ambacho kina trend sana ni supplement ama kirutubishi lishe ambacho ni mwani, yaani kwamba supplement ile imetokana na mboga aina ya mwani. Wengi wanahubiri kwamba mboga hizi supplement hii inaweza ikatibu magonjwa mengi sana, wanaipatia sifa nyingi sana mpaka unakuta mtu anakuambia supplement hii ya mwani ina madini 92 kati ya 102 ambayo inahitajika mwilini. Mwingine anakwambia mwani hii inatibu mpanguko wa homoni. Mwingine anakwambia mwani hii supplement ya mwani inatibu magonjwa ambayo yanaathiri mmeng'enyo, wengine inashusha cholesterol, wengine vitu vingi vinasema juu ya hii supplement ya mwani. So, katika tafasiri hiyo nikaona nilete video kwanza kuwazungumza watu 7 ambao wanatakiwa waepuke matumizi ya supplement ya mwani, lakini pia kukupatia picha nzima juu ya masuala ya mboga ya mwani na kirutubishi lishe cha mwani, supplement ya mwani. Kama unataka kufahamu kwa kina juu ya hii mboga ya mwani na supplement ya mwani, tuende sambamba. Katika mada hii upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Wagonjwa 7 ambao wanatakiwa waweze kuepuka matumizi ya hii supplement ya mwani. Kwanza tuangazie kwanza mboga ya mwani, kwa maana kwamba mwani, kuna mwani mboga, kuna mwani kama supplement. Sasa tuangazie kwanza mboga ya mwani. Mwani ni mmea ambao mara nyingi unalimwa mazingira ya baharini au ambao unapatikana mazingira ya baharini. Una majina mengi. Kuna watu ambao wanaitwa mwani, wengine kuna wengine wanaita si maji, wengine katika lugha ya Kiingereza wanaita kwamba ni seaweeds, wengine wanaita kwamba ni sea moss. Kwa kuna majina mengi ambayo huwa yanatumika, lakini jina ambalo wengi wanalifahamu kwa dakika sasa ambayo inatumika sana ni neno mwani. Kati ya vitu ambavyo wanasema juu ya mwani ni mwani imesheheni madini. Ni kweli. Kati ya madini ambayo yamejaa kwenye mboga ya mwani ni madini ya iodine. Nakubaliana kwamba madini ya iodine yamejaa kwenye ile mboga ya mwani, ikifuatiwa na madini mengi ya magnesium, potassium, iron na madini ya calcium. Haya madini ndio ambayo yamejaa kwa wingi sana. Kuna madini mengine lakini haya ndio ambayo ni top, yamejaa sana. Kuna vitamini nyingi kwenye masuala ya mboga ya mwani, ambako kuna vitamini A, C, K na E, bila kusahau uwepo wa mafuta mazuri ya omega 3. Hivyo vinapatikana kwenye mboga ya mwani ama kwenye mmea huu wa mwani. Mwisho ni kwamba mboga hii au mmea huu una phytochemicals ama kemikali ambazo zinasaidia kwenye masuala ya mioto, inflammation ambazo tuka sehemu mbalimbali ya mwili, masuala ya kansa na vitu vingine. Phytochemicals zipo. Hivi ni vitu ambavyo vinapatikana kwenye masuala ya mwani, virutubisho vya mboga ya mwani. Ina faida hii mboga hii? Ni kweli mboga hii ina faida. Namba moja, inasaidia kwenye afya ya tezi ya thyroid. Kwa mtu ambaye hana shida yoyote ya thyroid, maana yake hana hyperthyroidism wala hana hyperthyroidism, basi mboga hii ni nzuri sana katika kwamba anapata madini ya iodine ambayo yanaweza kusaidia katika kuboresha utendaji bora wa hii tezi ya thyroid. Na ni kwa sababu ni ya uwepo madini ya iodine na uwepo wa vitu kama tyrosine. Kwa hiyo kuna hii vitu ambavyo mtakao vifahamu. Namba 2, faida yake ni kwa ajili ya afya ya mmeng'enyo. Mboga hii kama hivyo mboga zingine zinatokana na mmea zina nyuzi lishe ambazo zinasaidia kwenye afya ya mmeng'enyo. Japo utakuja kuona kwamba mboga hii inaweza kuchochea issue ya matatizo ya mmeng'enyo. Na hapo utakuja kuona kipi ambacho watu ambao wana promote habari za mwani, hasa supplement, kipi ambacho wanakumisidi ambacho wanapotosha hapa. Utakuja kuona tu. Lakini fahamu kwanza sababu ya uwepo wa nyuzi lishe, mboga hii inasaidia kwenye masuala ya afya bora ya mmeng'enyo. Lakini kuna afya ya moyo na mishipa ya damu, kwa maana kwamba kwa sababu ya uwepo wa nyuzi lishe
na mafuta ya omega 3 kwenye mboga hii ya mwani ni kwamba inasaidia katika kuboresha moyo, afya ya moyo na mishipa ya damu. Nyuzi lishe na inasaidia na kemikali nyingine zilizopo kwenye mboga hii katika kuweza kucontrol kiwango cha cholesterol mwilini. Ni kweli hasa hizi nyuzi lishe. Nyuzi lishe na mafuta haya omega 3 yanasaidia pia kwenye control mioto ama inflammation ambazo huwa zinaharibu mishipa ya damu na kuweza kupelekea mtu kuweza kushambuliwa na vitu kama mshtuko wa moyo, stroke na masuala ya pressure kuweza kurise. Kwa hiyo hizi mboga hizi za mwani zinaweza kufanya kazi kwa sababu ya uwepo wa nyuzi lishe na omega 3, lakini tusisahau pia ina madini ya potassium ambayo ni mazuri sana katika sasa kwa watu ambao wanakuwa na shinikizo la juu la damu, kwa wale watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure kupanda, kwa sababu yawepo madini ya potassium inaweza kusaidia watu hawa. Kuna hicho kitu mtaka kufahamu. Lakini namba 4, faida namba 4 ni kwa wagonjwa wa sukari, kwa maana kwamba mwani inaweza kusaidia katika kucontrol kupanda kwa sukari, kwa maana ya kwamba mwani ina kemikali kama vile fucoxanthin ambayo ni aina ya phytochemicals sambamba na nyuzi lishe ambazo zinaweza kusaidia kucontrol ama kupambana na issue ya ukinzani wa insulin resistance, na hivyo mwisho wa siku kusaidia katika kushusha kiwango cha sukari. Kwa hiyo ni faida. Na 5, mwani inaweza kusaidia kwa wale watu ambao wana uzito mkubwa sana kwa sababu ya nyuzi lishe ambayo huwa inasababisha ukila mwani inaleta kama ile satati, hali ya kushiba, kumfanya mtu kutokuweza kula kingi ama kutokuweza kula nishati nyingi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kifahamu. Kwa hiyo inasaidia katika mambo haya, kwa masuala ya uzito, masuala ya kupungua. Sasa kumbuka hapa nazungumza hapa ni mwani, mboga ya mwani, sio supplement ya mwani. Hivi ni vitu viwili tofauti. Hii ilikuwa ni mboga na sio hii supplement ya mwani, kwa maana kwamba hapa huyu mtu anaweza kupata hizi faida tu kama amekula mwani kama mboga katika ile whole form, katika ule uzima wake ambao hatujapeleka mahara na kuweza kuchakata. Kwa upande wa mboga hii inashauriwa kwamba mboga ya mwani usiweze kuitumia mfululizo mara kwa mara, yani kwa maana kwa mara kwa mara wiki nzima, kwa sababu ya wingi wa madini ya iodine ambao kwa kula mara kwa mara inasababisha issues za iodine toxicity. Inashauriwa kitaalamu kwamba mboga ya mwani uweze kula angalau mara moja au mara mbili kwa wiki, na isiwe kwamba leo kesho kutwa mtondogo na siku nyingine zinafuata. Hapana, mara mbili kwa wiki inatosha kupatia faida ambazo nimezitaja hapa. Kwa nini inakuwa ni mara moja au mara mbili ama mara chache kwa wiki? Ni kwa sababu ya kuweza kuepuka issue ya usumu wa iodine nyingi kwenye damu ama kwenye mwili wako. Kwa hiyo hizi ilikuwa ni kwa pande wa mboga ya mwani. Tuiangazie supplement yake, supplement ya mwani. Ukiangalia supplement zilizo nyingi zinakuja na sentence ambayo inasema kwamba ina madini 92 kati ya madini 100 ambayo yanahitajika kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Nikufahamishe tu kitu kimoja kwamba mwani ina madini mengi. Kusema kwamba na madini 92 yote kati ya 102 inaweza ikawa ni sentence ya kibiashara, lakini sio science. Ila kinachofahamika kwenye science ni kwamba mboga hii ya mwani imesheheni madini mengi ya kutosha ya aina tofauti, lakini kusema kwamba ina 92 exactly kati ya 100 ni sentence ya kibiashara. Katika tafasiri hiyo, unachotakiwa kufahamu kingine kwamba kwenye suala la supplement ya mwani, mara nyingi kuangalia supplement zilizo nyingi, kuangalia kwenye na makala mbalimbali au kwenye tafiti nyingi zinaonyesha kwamba supplement zile zinapelekea ama zinatoa ama zinaupa mwili wako iodine nyingi sana, karibia mara 100 ya kiwango ambacho unakihitaji. Ndio maana inakuwa ni rahisi sana kupata usumu tokanao na madini mengi ya iodine. Katika tafasiri hiyo, kama wewe ni unapatikana kwenye watu hawa 7 ama kwenye wagonjwa hawa 7, chonde ni vema kuweza kukaa mbali na hii supplement ambayo inakuwa inahubiriwa. Kwanza ni kwa watu wote ambao wana changamoto ambazo zinahusiana na tezi ya thyroid. Kwa mfano, wale wagonjwa wenye issue ya goiter, najua wengi wanashauri waweze kutumia supplement ya mwani kwa sababu ya madini ya iodine.
Naomba nisikilize kwa makini, wewe kama una changamoto hii goita na umekuwa ukiwaza kutumia hii supplement ya mwani. Goita ili uweze kutokea inawezekana kwa sababu ya upungufu wa madini madini ya iodine ambayo inapelekea hii tunasema kwamba utendaji hafifu wa hii tezi ya thyroid, kwa maana kwamba unapata hypothyroidism, lakini pia goita inaweza ikaja kwa sababu ya hyperthyroidism. Vyote vinaweza vichangia hii hali ya goita, kwa maana kwamba ukipata madini mengi ya iodine inaweza ikapelekea hii issue ya goita, kwa sababu utapelekea ile hyperthyroidism, lakini pia kama una uhaba madini ya iodine inaweza ikapelekea hypothyroidism, ambayo mwisho wa siku inaweza kusababisha issue ya goita. Sasa tuchukulie wewe ni mfano, ni mgonjwa ambaye ana goita tele moja kwa moja. Kwa nini sio vizuri kuweza kutumia hii issue ya mwani ambayo inaweza kukupatia madini mengi ya iodine? Mara nyingi ukitumia hizi mwani ambazo zinakupatia madini ya iodine mengi, ni kwamba changamoto ya kwanza, kama una hyperthyroidism na unatarajia kwamba uongeze madini ya iodine ili uweze kujinasua na hiyo changamoto, mara nyingi huwa ile madini, ukisupply madini mengi ya iodine, inaweza ikachochea kitu ambacho ni kwamba ni autoimmune flare up, ambayo ni kama vile ni ile kinga zako zinaanza kuja kushambulia hii thyroid. Kuna magonjwa ambayo yanatokea kwa sababu ya kinga zako kwenda kushambulia tissue mbalimbali. Kwa mfano, kisukari aina ya kwanza type 1 tunasema ni autoimmune disease, kwa maana kwamba kinga zako zinaenda kushambulia kongosho lako na kusababisha wewe usiweze kuzalisha vichocheo vya insulin na mwisho wa siku kupata kisukari aina ya kwanza. Kuna magonjwa mengine kama rheumatoid arthritis ambayo pia tunasema kwamba ni autoimmune disease, kwa maana kwamba zile kinga zinaenda kushambulia zile tissue kwenye sehemu mbalimbali za maunganio ama kwenye joints. Hivyo kwenye masuala pia ya hii changamoto ya tatizo la tezi ya thyroid ambao wengi wanapata goita, ukiweza kusupply hizi iodine nyingi, ni kwamba unaweza ukapata ni autoimmune kama ataki, ambayo zile kinga zinaweza kaja kushambulia hii tissue na kuenda kufanya hali kuwa mbaya zaidi kwa sababu ya kupata madini mengi ya iodine. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kama una changamoto hii, usitumie hii supplement, bali nenda kwa mwana daktari muweze kudiscuss namna ya kuweza kufanya kuliko kujichukulia sheria mkononi kutumia hii supplement ya mwani. Inaweza ikawa ni mbaya zaidi kwako na isikuletee unafuu wowote kama changamoto hii goita. Haya, namba 2 ni kwa wagonjwa ambao wanatumia dawa za pressure, hasa kwa watu ambao wanatumia hizi blood thinners, ambazo mara nyingi ni dawa ambazo zinafanya damu kuweza kuwa nyepesi. Kama unatumia dawa hizo, wasiliana na daktari wako, kwa maana ya kwamba mwani ina supply ama inaupa mwili vitamini K nyingi ambazo zinafanya kazi kama blood thinners pia. Kwa hiyo inaweza ikantafia na hizi kazi za hizo dawa ambazo unazitumia. Kwa kabla hujaanza kutumia mwani na wewe unatumia dawa za pressure, communicate kwanza na daktari ili kuweza kuona namna ambavyo mnaweza mkaweka. Kama inaruhusiwa kuchange kama ni dawa zako, anaweza kuona namna ya kuweza kusaidia. Usijichukulie sheria mkononi na kuweza kutumia hizi supplement za mwani kama na changamoto ya pressure na kutumia hizo dawa za pressure, hasa hizi dawa ambazo ni blood thinners ama ambazo zinafanya damu kuwa nyepesi. Namba 3 ni mgonjwa ambaye ana changamoto ya figo, magonjwa ya figo. Usitumie supplement ya mwani, inaweza kuwa ni hatari kwako kwa sababu ya kiwango kingi cha madini ya potassium. Kwako ni hatari sana hii kwa kutumia supplement hii ya mwani kama una changamoto hii ya figo. Kama mbali na issue ya supplement ya mwani. Vinginevyo wasiliana na hawa nephrologist muweze kudiscuss, uweze kuona namna gani ambavyo inaweza kusaidia kama uko interested kutumia hii supplement ya mwani. Usijichukulie sheria mkononi. Namba 4 ni wanawake ambao ni wajawazito na ambao pia wananyonyesha. Usiweze kutumia supplement ya mwani. Ongezeko nyingi la masuala ya madini ya iodine kwenye mwili wako wewe ambao ni mjamzito ambao unanyonyesha, ni kwamba inaweza kaathiri ukuaji wa hii tezi ya thyroid kwa mwanao, kwa maana kwamba inaweza sababisha kitu ambacho kwamba neonatal hypothyroidism. Kwa hiyo ni hatari sana kutumia mwani supplement yake, na sio mboga, namaanisha kwamba supplement ya hii ya mwani kama uko kwenye hiyo hali.
wewe ambaye ni mjamzito. Huyu ni namba 4. Namba 5 ni kwa watoto. Inawezekana ni watoto ambao chini ya mwaka mmoja, lakini hata hawa watoto miaka mitatu, ni ushauri wangu ni kwamba asiweze kutumia supplement ya mwani. Kwa nini ni hatari sana mtoto kutumia supplement ya mwani? Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, kulingana watoto hawa wanakuwa na uzito mdogo sana, wengi huwa wanapata iodine nyingi sana ambazo hazihitajiki, na hivyo kuwapelekea kuingia kwenye hali ambayo ndio kwamba ni iodine toxicity, usumu tokanao na ongezeko la iodine kwenye mwili wao. Lakini pia kwa sababu hii mwani supplement ya mwani na kwamba nyingi imetokana na mboga ya mwani ambayo nyingi inalimwa baharini, na kuna baharini kuna hizi element kama lead, kuna element kama cadmium, kuna element kama arsenic, kuna element kama mercury. Vyote hivi vinaweza kujitoka kwamba viko contaminated ama vinaweza kuwepo kwenye hizi supplement ambazo zikaleta changamoto kwa huyu mtoto ambaye ni mdogo sana na ini lake haijawa vizuri sana kuweza kupambana. Kwa hiyo mtoto asiweze kutumia hii supplement ya mwani. Tafiti ambazo zipo ambazo chache ambazo zinaelekeza kwamba mtoto asiweze kutumia. Namba 6 hapa, kuna watu ambao wana allergy na madini ya iodine, kwa hiyo inaweza siwe supplement hii sio nzuri kwa upande wao, inatakiwa uweze kuepuka matumizi ya haya supplement. Lakini pia mwisho ambao ni namba 7 ni wagonjwa ambao wana magonjwa ya moyo ambao wanatumia dawa. Kama una magonjwa ambayo yanahusiana na moyo na uko kwenye dawa, kabla hujatumia mwani uwasiliana na daktari uweze kuona kama kuna namna anaweza kana ushauri wako mwingine kulingana na hali ulionayo na dawa ambazo unaweza kuzitumia. Sio vizuri sana kutumia mwani supplement kama uko kwenye dawa ambazo zinasema magonjwa ya moyo, kwa maana kwamba supplement virutubishi vyake vinaweza kaingiliana na dawa ambazo nyingi ambazo mtu mwenye magonjwa ya moyo anaweza kawa anatumia. Kwa hiyo wale wagonjwa 7 hao watu 7 ni kwamba ni vyema waweze kukaa mbali na hii supplement ya mwani. Kwa wengine wanaweza katumia. Na kingine niongezee tu, watu wenye magonjwa ya mmeng'enyo, hasa wenye acid reflux na hawa watu wenye tumbo la kujaa gesi, na watu wenye shida ya na tumbo, unapotumia mwani kuwa makini sana, kwa sababu mwani kwa walio wengi inachochea issue ya acid zaidi, lakini pia ukijaribu kuangalia kuna namna baadhi huwa wanaripoti gesi kuongezeka zaidi pindi wanapoanza kutumia habari za mwani. Kuna wengine kutumia hii supplement ya mwani ni kwamba huwa anahisi moto kwenye tumbo. Mboga yenyewe ya mwani ni alkaline, sio kwamba ni acid, lakini ni kwa sababu vitu vilivyomo. Kwa mfano, mwani nimesema ni madini mengi ya calcium. Ukiangalia kwa vitu kama dagaa ambavyo vina madini mengi ya calcium huwa kuna namna ambavyo inachochea ongezeko la acid kwenye tumbo. Ndio maana baadhi ya watu wakitumia hii supplement maana yake wanakuwa wamepata madini mengi ya calcium. Kwa kuna namna ambavyo inaweza pia ikachochea ongezeko la acid ambayo inaweza kaworsen ikapelekea hali ya wagonjwa wenye acid reflux kuweza kuwa siwe nzuri. Lakini pia ni kwamba kuna baadhi ya aina ya wanga zilizopo kwenye mwani, hasa kwenye supplement hii, ni kwamba inaweza kachochea issue ya gesi sana. Kwa watu wenye issue ya gesi inaweza ikawa changamoto. Japokuwa wanauza supplement wanakwambia inasaidia kwenye changamoto za mmeng'enyo, lakini kwa wagonjwa ambao nimekutana nao ambao nimekuwa nikimanage, wamekuwa kwa mfano wakitumia ile supplement, wamesema kwa wamesha kutumia ni kwamba hali haiwasaidii, ila bali inazidi kuwa mbaya sana. Kwa hiyo kama na issue za mmeng'enyo, ni vema kama unahitaji kutumia issue za supplement za mwani, utumie mboga na sio supplement. Hicho ndio ambacho naweza kukushauri. Hata hivyo unataka kufahamu kwamba kati ya mboga ya mwani na supplement ya mwani, nashauri utumie mboga kama mboga na sio supplement. Uitumieje? Unaweza kutumia mara moja ama mara 2 kwa wiki. Nadhani ndio kiwango ambacho kwa wiki ni perfect sana. Na hii supplement waachie wengine. Ni malize tu kwa kusema mambo machache juu ya supplement ya mwani. Supplement ya mwani inaupa mwili iodine nyingi sana, kwa hiyo inaweza ikachochea issue ya toxicity, iodine toxicity. Lakini pia ni more likely kwamba supplement ya mwani, tafiti zinajaribu kuonyesha kwamba nyingi nakuta zina hizi element ambazo nimesema kwamba sio nzuri kwa afya ya mwanadamu, kama element za lead, element kama cadmium na arsenic. Kwa hiyo hizi ni changamoto, kwa hiyo zinakuwa na issue ya heavy metals. Na kingine cha 3 ni kwamba kuna issue ya madini mengi ya sodium. Hii mwani supplement
inaupa mwili sodium nyingi sana ambazo tunakuwa sasa hatuhitaji. Kwa hiyo inaweza kuwa ni changamoto kubwa sana. So far supplement sio nzuri sana, kaa kwenye mboga ya mwani ndio utumie, kiafya ni nzuri zaidi tofauti na kutumia sana hizi supplement za mwani. Inaweza siwe nzuri sana kwa afya ya mwanadamu. Nadhani nitakuwa umejifunza kitu. Nikushukuru kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaalamu ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.